الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال ثم والنار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه التنزيل: ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, niusie nafsi yangu pamoja na kuhusieni kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Niusie nafsi yangu pamoja na kuhusieni nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na dhahir, kwa siri na dhahir. Moja ya vitu ambavyo kwa sasa katika vifua vya Waislamu au katika nyoyo za Waislamu vimekuwa ni ghali kupatikana ni ile hali ya mtu kuwa na uchamungu katika hali ya siri na dhahir. Bali maal asafi shadid, kwamba sisi inawezekana ushirikina wetu, Allah tusamehe na atuzindue na atuokoe katika janga hili, umekuwa zaidi ya wale ambao walikuwa kabla yetu, kwa sababu Allah amewasema wale kwamba walivyokuwa au wanavyokuwa katika tatizo au wanavyokuwa kwenye chombo cha maji, wanamrejea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumrejea. Wanapokuwa kwenye chombo chochote cha usafiri, kwa lugha ya chombo kama chombo, wanakuwa na hali ya unyenyekevu na kujidogesha kwa Mola wao na kutaka msaada awavushe katika lile ambalo wamo. Kwa nini? Kwa sababu ndugu zangu wa imani, mwanadamu tunaweza tukatumia lugha kwamba anajiweza akiwa amesimama juu ya miguu yake miwili. Mwanadamu anakuwa na balance, anakuwa anaweza kufanya maamuzi sahihi akiwa yuko juu ya miguu yake miwili. Lakini baada ya kuwa kwenye chombo ambacho na miguu yake ipo humo, basi uwezekano wake wa kujitatua kwenye tatizo ni kidogo sana. Hapa ndipo mtaona hata serikali kwenye mataifa na mataifa huweka kabisa sheria maalum na miko kabisa kwamba anayetumia kifaa hiki lazima awe hivi na hivi na hivi. Kwa nini? Kwa nini mtu wa miguu hawekewi sheria kama mtu wa baskeli, pikipiki na kuendelea? Hii ni dalili kwamba ndugu zangu kitimani, mtu anapokuwa ametoka katika asili yake, basi inatakikana ajikurubishe kwa Mola wake ili Allah subhanahu wa ta'ala amshushe katika kile ambacho alikuwa amepana. Ndio maana pia ikawepo dua maalum pale ambapo Muislamu anapanda chombo chochote cha usafiri, kama ilivyokuja katika aya: subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Muislamu anapokuwa amepanda tayari kwenye chombo cha usafiri, basi aweze kutamka maneno haya katika hali ya kumtakasa yule aliyemjaalia akakipanda chombo hicho, kisha ataraji kushuka akiwa bado yuko salama. Alhamdulillah, tunaendesha pikipiki kwa masafa marefu sana na kwa spidi ambayo lau kama Allah anakusalitisha na kidude kidogo tu, kidude hata kijiwe kidogo, kinaweza kupotezea kabisa mwelekeo wa safari yako, bali kufika pahala au kuwa asbabu kabisa
ya kupoteza maisha yako. Watu wanapanda ndege, watu wanapanda meli, wanapanda treni, wanapanda vifaa ambavyo kwa lugha ya macho unaona ni hatarishi, lakini kwa ile kutaraji kwamba haya mambo yana muendeshaji maalum, basi natakana utulizane. Kama ilivyokuja moja ya watu kwa Imam Abu Hanif Nu'man bin Thabit alayhi rahmatullah ta'ala, wakamwambia yeye aliwachallenge watu kwa mujibu wa riwaya kwamba katika nishati, yani katika eneo ambalo ni watu wamezoea maji, tuseme ni ukanda wa maji. Akawaambia, nyinyi watu, mimi leo nimeona maajabu sijawahi kuyaona. Akasema, tuambie. Akasema, nilikuwa hapa nimetulizana, nimeona boti linakuja halina mtu ndani. Limekuja limesimama hapa, kulikuwa kuna mizigo kando, likachukua hilo boti lenyewe, likachukua mizigo, likaingiza ndani, kisha likaondoka. Watu wakashangaa, wakasema, Imam, unataka kutuambia yani kuna uwezekano kitu ambacho hakina uhai au kitu ambacho hakina uwezo wa kujifanyia chenyewe kijifanyie? Akasema, sasa mimi kwa nini nikiwaambia kwamba huu ulimwengu una muendeshaji mnakataa, alafu hapa kwenye chombo tu ambacho kinatengenezwa na binadamu na chenyewe kinahitaji muendeshaji? Nyinyi kwa nini hamkuamini kwamba boti lenyewe linaweza kujileta hapa likajisimamisha, likachukua mizigo, likaweka ndani, kisha likaondoka? Alafu mimi nikiwaambia kwamba kuna muendeshaji wa haya mambo, alladhi yudabbiru al-amra subhanahu, ambaye anawasha jua asubuhi kulipeleka mpaka magharibi, analeta mwezi, anatofautisha kati ya jua na mwezi, vinapishana kama alivyosema kullu fi falaki yasbahun, analeta usiku, analeta. Kwa nini hili hamtaki? Nyinyi mnasema ni natural, limejiweka, lakini hili mnakataa. Kwa hivyo masala ya watu kuwa makini au kutahadharika hali ya imani yao katika mabadiliko ni jambo moja la msingi sana. Bahati mbaya yetu, unaweza kukuta mtu akiwa yuko uraiani kwake ni mcha Mungu mzuri tu, akiwa safarini ni muaswi, ni mtu mbaya kweli kweli. Na bahati mbaya zaidi, kila tunakoelekea mbele, baada tungekuwa ni wacha Mungu zaidi kwenye vyombo, ndio tunazidi kushushwa imani na kupumbazwa. Leo hii ikiwa utapanda kifaa chochote cha usafiri, kwa asilimia kubwa vya Waislamu na visivyo kwa vya Waislamu, yani kana kwamba biashara hii imefikia huko, bila kuwa na mziki, bila kuwa na vitu vya kupuuza akili, ni kana kwamba safari hiyo haijanoga. Aliyewaambia kwamba safari inahitaji mziki ni nani? Hakuna. Basi wamefika huko, dunia ndiko ilikowafikisha. Basi ili hali mtu atakana akiwa kwenye basi amdhukuru sana Allah kwamba hivi huko nakuelekea nitarejea kwa watu wangu ambao tayari nimepiga mgongo, au kwenye magurudumu manne haya ambayo yamenibeba usalama upo. Baba, fikiria chombo kinatoka hapa kwa spidi kali, kinatembea zaidi ya kilomita 80 au zaidi ya kilomita 100 mpaka 1000 na kinarejea na tairi lile. Nani kama si Allah ndiye anayehifadhi vitu hivi? Ndugu zangu, mtu anakuwa yuko kwenye makilomita na mamaili mengi sana huko kwenda juu, yuko kwenye chombo katulia. Nani analeta utulivu huu kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa baada ya kuwa na mazingira ya kufanya adhkar, mazingira ya kutuliza moyo, unawekewa mapicha machafu, miziki, vilevi. Muhimu tu ni kwamba kana kwamba wakupumbaze ili usiweze kumkumbuka Mola wako. Alhamdulillah, moja ya mashirika mazuri hususan katika usafirishaji hususan wa anga, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe katika hilo. Wameweka mazingira ambayo yanamshawishi msafiri amtaje Mola wake na yanamshawishi msafiri amkumbuke Mola wake. Baadhi ya mashirika hapa duniani hapa, Allahu a'lam katika usafiri wa chini, lakini ala kulli hal. Na sasa hivi kila tunakoelekea unawekewa uwepesi ili upumbae. Sasa hivi ukiingia kwenye usafiri wameleta huduma za mtandao bure. Sasa unaona siku nyingi niko nyumbani niko mashughuli, niko busy, sina uwezo wa kutizama baadhi ya vitu nilikuwa nataka kutizama. Hapa nimepata fursa sasa. Unatumia mtandao bure, unatizama unachokitaka, hata hali ya adhkari huna.
Sasa sisi kizazi hiki au sisi watu hawa tutakana tujitahidi sana katika uchamungu wetu, iwe uchamungu ni wa dhahir na siri. Alhamdulillah, baadhi ya watu ukiwakuta wamekusanyika na watu utasema masha Allah, hawa watu wako vizuri, lakini akikaa mbele, akikaa sehemu ya tofauti katika khalwa, anafanya matukio makubwa. Sasa bahati mbaya alishayafanya hayo, bado anatangaza kwa watu. Subhanallah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala apendi machafu yenu ambayo mnayafanya kuyatangaza kwa watu. Mtu anafanya tukio la wizi, kudhulumu mali ya mtu, kunajisi mtoto wa mtu, bado anakwenda kujitangaza katika vituo na katika vijiwe ambavyo ni vya kukutania watu kwamba fulani mnamuona, mimi ndiye nilifanya hivi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa ndugu zangu tamani, katika suala la uchamungu tujitahidi na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku uchamungu wa siri na uchamungu wa dhahiri. Kwa nini? Kwa sababu hichi ndicho kikubwa au kizito ambacho sasa kwenye nyoyo za walio wengi, Allah tusamehe na tuzindue, tumo kwenye hili janga. Lakini pia ndugu zangu katika imani, nikuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kufuata sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ahmad kama ilivyokuja katika baadhi ya athar kwamba alikuwa na maneno akisema kwamba sijajua sunna yoyote ambayo nina uhakika imetoka kwa Mtume isipokuwa mimi nimehawili kuipata hiyo sunna. Yani sijapata kusikia kwamba hii ni sunna Mtume aliifanya isipokuwa na mimi napambana kuhakikisha nimeifanya. Bali katika baadhi ya athari ambazo ni maurutha au zimepokelewa ni kwamba hata imefika pahala ametembea peku ili abahatishe wenda mguu wake kwenye ukanyage sehemu alipokanyaga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo yote ni pupa ya baadhi ya ahlul ilm katika masala mazima ya kuenzi sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bahati mbaya yetu sasa, Allah atusame, wengi tunaamini sunna kwamba ni kitu kidogo, au sunna ni kitu cha ziada, au sunna ni kitu ambacho hakina ulazima, au sunna. Hili ni tatizo, bali imefika pahala baadhi ya watu hawatilii umuhimu vitu kwa kuamini hii si ni sunna tu. Ndugu zangu katika imani, hoja kabisa katika hadithi kwamba kitu cha kwanza mtu kuhesabiwa ni swala za faradhi. Kukionekana kuna tatizo zinatizamwa katika sunna zake. Huu ni upande wa sunna katika masaili ya swala. Ama sunna katika mambo mengine, watu wengi Allahu aalam, lakini wenda tumefahamu sunna ufahamu ambao ni mbaya, mpaka mtu anakuambia nimeingia sunna, yani kana kwamba alimeingia anataraji kuitoka. La, sunna si chama ndugu zangu, sunna si shirika wala si kampuni. La, sunna ni nyenzo na alama ambazo ukionekanwa nazo basi wewe tayari ni sunna. Ama kwamba unajua sisi tumeingia sunna, jamani, hii sio siasa wala si mambo ya vyama au timu au taifa. La, Sufyan Thawri alayhi rahmatullah alikuwa akisema, idha ra'aita rajulan bil mashriq wa rajulan bil maghrib ablighu alayhi salam fama aqalla ahli sunna, kwamba ikiwa utamuona mtu wa sunna upande wa magharibi na ukamuona mtu wa sunna upande wa mashariki, mfikishie salamu. Ni uchache ulioje kwa watu wa sunna, na hii ndivyo ilivyo. Sunna hakuna atakayeshikamana naye isipokuwa ataonekana ni mgeni katika jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu lakini katika mantiki kwamba fatuba lilghuraba, kwamba pongezi kwa maghuraba, au hali nzuri na salamu nzuri kwa maghuraba. Masahaba wakauliza wama alghuraba, kwamba ni wakina nani hao maghuraba? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, alladhina yuhsinuna ma afsada an-nas, wale ambao wanatengeneza yale ambayo yameharibiwa na watu. Sasa na hii ndiyo hali iliyopo katika jamii. Hautohuisha sunna isipokuwa hapo hapo unakuwa umeizika bid'a, na hautozembea sunna isipokuwa hapo hapo utakuwa umeamsha bid'a, kwa sababu as-sunna ضده البدعه والبدعه ضده
as-sunnah au ضدها as-sunnah. Sunna kinyume chake ni bid'a na bid'a kinyume chake ni sunna. Sasa baadhi ya watu wakwambia mimi si Sunni. Ndugu zangu, haya mambo hayahusiani na Sunni wala hayahusiani na Ansari wala Furqani wala Bakwata. Na hapa ni tatizo kubwa ambalo limetukumba katika jamii yetu. Watu wameshindwa kutofautisha kati taasisi, chombo na sunna. Sunna ni Uislamu, ni nyenzo, ni alama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama habari ya utaasisi na ukundi huu, hivi ni vyombo tu ambavyo nyinyi wana sunna watano, kila mtu ana uwezo wa kuamua kwamba sasa kila mtu aanzishe chombo maalum cha kuendeshea mambo ya dini. Nyote mko kwenye mlango huo mmoja. Wewe taasisi yako kaita kijani, wewe taasisi yako kaita njano, wewe taasisi yako kaita nyeusi, majina tu. Sasa watu wamechanganya, kwambia mimi siwezi kuwa Answari. Sangu Answari, kwa maana Answari ni wale wanaomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii Ansari jina kabisa haswa kuasisiwa ni Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika na Muhajirin, wale ambao walikuwa amehama nao, Ansari ni wale waliowapokea, na maana Ansari ni kunusuru. Sasa watu nakuta ana utaasisi kiasi kwamba unaweza kumtoa katika manhaji ya sunna. Hili naomba nitahadharisha, kwa sababu baadhi ya Waislamu wengi wetu wanachanganya kati ya taasisi na manhaji. Manhaji ni sunna, ambayo hii ndio manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakaye kwenda na manhaji hii, huyu yuko sawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakaye pinda kwenye imani, huyu hayuko, awe yuko kwenye chombo chochote atakachokuwa nacho. Isipokuwa tahadhari ni kwamba uwe na chombo ambacho kinafuata misingi ya nani? Ya sheria, au kinafuata sheria na misingi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala vizuri Uislamu. Kwa sababu sasa hii imefika pahala Waislamu wameshindwa kujua. Mmoja katika ikhwa, Allah muhifadhi, anasema aliagizwa kwenda kuchumbia ndugu yake. Alipofika kule akaulizwa, nyinyi dini gani? Kaambiwa sisi ni Waislamu. Asema ni dini gani? Asema sisi ni sunna. Asema hii dini ya sunna sisi hatuwezi kuozesha dini ya nini? Dini ya sunna. Sasa subhanallah, hili ni tatizo. Ni tatizo katika jamii yetu kutokutambua, na huu ndio msingi ambao wengi tumedondoka ndani mwake. Hatukuweza kujua tulichokipata ni nini, kwa sababu wenda hichi kitu tumekipata kwa mihemuko au kwa ushabiki. Mtu ambaye amepata sunna kwa ushabiki na mihemuko, huyo hawezi kujua maana ya sunna. Lakini mtu ambaye amekaa chini, amesoma, akajua msingi mmoja baada ya mwingine, huyu mtu fanya ufanyavyo. Unaweza kukuta watu, sisi zamani tulikuwa na sunna bwana, zamani tulikuwa Answari bwana, sasa hivi nyinyi wakina nani sasa? Ni Waislamu wa kawaida. Hakuna Muislamu wa kawaida. Muislamu ni Muislamu. Ili ajitoe kwenye ukawaida, afuate kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu nini? Huu ndio urathi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, fa alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin, kwamba jilazimisheni nyinyi watu wangu na sunna, jilazimishieni na kitabu cha Mungu. Basi hii misingi miwili. Na akasisitiza akasema, addu alaiha bin nawajid, kwamba hizo kwenye kujilazimisha nazo ng'ateni kwa meno ya magego. Wa iyyakum wal muhdathati al umur, na chonde jamani, tahadharini kubwa na haya mambo yenye kuzushwa haya. Jambo halikuwepo limeletwa, jambo halina asili limeingizwa. Watu wakiambiwa waisi, mbona mnatuonea nyinyi Sunni, nyinyi Wahabi? Haya mambo hayahusiani na Wahabi wala hayahusiani na Sunni wala hayahusiani na chochote. Turejee kwenye asili ya dini yetu, hili jambo limo. Na ya asili tunaipata kwa nani? Kwani Mtume alituelekezaje? Fa alaykum bisunnati, sunna zangu mimi, wa sunnatul khulafa ar-rashid, na sunna za makhalifa. Yani kwa maana jambo lau kama lilianzishwa na khalifa, basi Mtume yeye alihusiaje kwamba tulazimikiane na sunna zake yeye na sunna za nani? Za makhalifa. Na sisi tunachukua vile vile kwamba kwa kuwa ni khalifa hili amelifanya, basi hii ni sunna. Hukumu ya kuita sunna tumeipata wapi? Kwa sababu Mtume ndiye aliyetuambia.
Hapa hapahitaji akili ya kibinadamu, wala hapahitaji sijui mawazo, mimi naona hivi, unajua sisi tulikuwa hivi, kwa hiyo kama walikosea wale waliopita na sisi tukosee. La, kama hawa walikosea kwenye kubaini baadhi ya mambo na sisi tukosee, jawabu ni la. Kwambia wazee wetu, ndugu zangu, hao wazee kama walikosea, kama hawakutambua, na sisi tukubali kwamba na sisi tutajitambua. La, maana ya kusoma ni nini sasa? Maana ya dunia kuendelea ni nini sasa? Mimi nataka niwewe kitu kimoja ambacho hiki nilipata kwa mmoja wa wazee ambaye mpaka sasa bado yuko hai, Allah mhifadhi. Kuna kitu katika jamii ya Uislamu kinaitwa 40 baada ya mtu kufa. Hichi kitu mnakijua au mnakielewaje? 40, siku 40 tokea marehemu amefanyaje? Amefariki. Huwa kuna kitu kinafanyika. Wengine wanapika, wengine wanakusanyika kuomba dua, wengine na vitu kama hivyo. Sawa? Hiki kitu asili yake kwa mujibu wa riwaya niliyoipokea kutoka kwa mzee ambaye yeye pia ni mwanga wa hilo, ni jamii ambayo ni nje na sisi, kwamba wao walipokuwa kizika maiti wao, hichi kichwa hiki wanakiekea miti miwili na kaa imeshika hivi, kichwa peke yake. Hichi kichwa ili kutengana na kiwiliwili ni mpaka ndani ya siku ngapi? 40. Kwa hiyo walivyokuwa ikifika siku 40 zishaisha, wanakwenda tena kufukua kuangalia kishaachana au hakijaachana. Sasa ufanya sherehe, wako wanafanya sherehe. Sasa mashehe wakaona hili jambo tutalifanyaje? Tuondoe sherehe, tuweke nini? Dua. Kwa hiyo unaona kama walijitahidi kuondoa sherehe na kutambikia na kuazimisha, tuweke nini? Dua. Kwa maana sasa jamani, msifanye hivyo. Na wallahi alazim, kinachokuja urathi huu ni kitu kimoja kibaya sana. Mnaweza mkarisishwa itikadi mbovu kwani kwa sababu si hamkuwepo. Sasa vizazi vilivyokuja vikaona kumbe hii tayari ni nini? Ni dini. Mtu baada ya siku 40 afanyeje? Aombewe dua. Wale sasa waliokatazwa hilo, wao ilikuwa si dua. Wao wenyewe ilikuwa ikifika siku 40 wanakwenda tena kaburini kutizama kisha kishatengana au bado hakijafanyaje? Hakijatengana. Wakikuta kimetengana wanafanya sherehe, wanachinja, wanafanyaje, wanajipaka damu. Mashehe wakaona hili ni tatizo, wakalipunguza makali. Sasa jamani, msende tena kufukua, isipokuwa nyinyi muhesabu siku 40 zikifika tu mkusanyike mle, mfanyeje? Mnywe. Watu wakalichukua hivyo. Rejea katika surati Nuh, kisa cha wale watu watano wema, kisa maarufu sana. Inshallah huko mbele tutakuja kufika. Katika enzi hizo walikuwa wafanyaji ibada wazuri kabisa, na ndicho kizazi cha kwanza habari ya masanamu kuanza kutapakaa duniani, enzi za Nabiiullah Nuh alayhi salam. Wakawepo watu watano ambao wanafanya zao ibada, ni wale ambao waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan, moja, wala suwa'an, wa pili, wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Wangapi hao? Wasema ambao hawa walikuwa ni waja wema kabisa wanafanya ibada. Walivyokufa, sheitani akaja kwenye kizazi ambacho hakikuwaona, kawaambia, hivi nyinyi kwa nini mnaendelea na kuteseka wakati mna watu wema hawa ambao mkiwaomba shida zenu zitaondoka? Mkiomba kupitia majina yao shida zitafanyaje? Zitatatuliwa. Akasema kumbe wanaomba dua lakini wanapitia majina. Mwenyezi Mungu kupitia jina la fulani fulani mja wako, Mwenyezi Mungu kupitia jina la fulani fulani mja wako. Kizazi hicho kikaondoka, shetani akarudi tena akawaambia, nyinyi kwa nini mnaendelea kuteseka wakati haya makaburi mnayo? Mnawajua waliozikwa hapa nyinyi? Kwa maana sasa ile dua ya kupitia majina ikaisha, moja kwa moja ikawa inakwenda kwenye haya makaburi. Shida ni nini? Wamepotezwa mwelekeo. Na hata wengi walivyokuwa kiulizwa kwa nini mnafanya hivyo, wasema la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kwamba sisi bwana si kwamba tunawaabudu hawa isipokuwa tunachotaka watukaribishe kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo msingi mkubwa ambao watu wanakosa ni pale ambapo kunapokatika njia ya kukufikisha kwenye ukweli au njia ya kukufikisha kwenye mafanikio. Hapa mambo mengi yanaingizwa. Ndivyo dini ilivyochezewa. Lakini alhamdulillah sisi tunasema haikuchezewa, bali wao ndio walocheza, kwa sababu
misingi sahihi ya kudhibiti dini, ukweli wake na uongo wake ipo. Kuna vitabu wallahi, kama utasikia hizo hadithi zinavyosemwa mpaka wajiuliza huyu ni nani haswa, yani mbona hii habari haiendani na habari ya mtume. Lakini basi mtu kaingiza, watu wameingiza walioyaingiza, lakini alhamdulillah Mtume sallallahu alaihi wasallam yote hayo alikuwa tayari ametahadharisha. Asema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, atakayeleta jambo lolote katika dini yetu hii ambalo halipo atarejeshewa. Kweli watu wamerejeshewa. Sasa watu wanavyoambiwa kuhusu haki na sunna wasilete hoja kwamba nyinyi mmekuja juzi tu, mbona sisi mwaka 1900 alikuwa tuko hivi. Ilikuwa hamjajua. Na hapa haya yanasadikishwa na hadithi ya Mtume kwamba bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lilghuraba, kwamba Uislamu umekuja ni mgeni. Yani kana kwamba tunataka kutumia lugha kwamba Uislamu bado upo unakuja. Mimi na darasa nyingine huwa napenda kuambia kwamba sisi ndio tuliochelewa kujua Uislamu. Ndio maana kuna mambo mengi tunayoona ni nini? Mageni. Tumechelewa au tumejichelewesha, yote inawezekana. Hatukuwa na hima, hatukuweka hima hayo mambo. Kwa hivyo ni tuchukue hima haswa kujua suala zima la sunna. Katika hili mtu asifanye mchezo. Wallahi, wewe jitahidi, uliza kwa mashehe, kwa wale ambao unawaamini katika dini yako, wakueleza sunna ni nini na ufuate. Acha kufata uchama, acha kufata rangi, acha kufata kambi, acha kufata ushabiki. La, ukienda kwa ushabiki utarudi hivyo hivyo kwa ushabiki. Kwa sababu si hujui. Allah tunusuru na tuongoze katika njia ya sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura ambayo sasa tumo, anapewa mwongozo au anapewa njia sahihi za kutumia ili kuweza kuamiliana na hao anaokwenda kuamiliana nao kwa misingi ambayo ni mizuri. Na hata mimi niseme kwamba wakati sisi tunasoma au tunasomeshwa, moja ya vitu ambavyo huwa tunapewa ni kupewa zile nyenzo za kufanyia da'wa, ambayo nyenzo kubwa ni ilmu. Nyenzo kubwa ni ilmu. Lakini ilmu hii inakaa kwenye kifua gani au inakaa kwenye moyo gani? Huu moyo sasa ndio inabidi ulelewe, upewe vitu ambavyo vitasaidia kufika kwenye mambo hayo. Tazameni Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallam kwamba walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik, kwamba wewe Muhammad ungekuwa ni msusuavu wa moyo, mgumu, hushauriki, uelezeki, una roho mbaya, wala usingeweza kukaa na hao au uliokaa nao. Haya ni mafundisho anapewa kwamba ili ufanikishe lazima ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Al-Imam al-Bukhari katika kitabu alivyovitunga au katika maelezo aliyoyaeleza al-Imam al-Bukhari ni pamoja na mlango ambao aliutunga kwenye moja ya vitabu vyake, babu al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, mlango wa kujua kabla ya kusema na kutenda. Kwa nini? Ujue kwanza kabla hujazungumza lolote wala kabla hujatenda lolote. Kwa nini? Kwa sababu athari itakayopatikana kwenye kutenda na kusema bila kujua ni kubwa kuliko vile ambavyo ungenyamaza. Akazungumza katika masala mazima ya da'wa inahitaji nini. Zaidi ya hapo akazungumzia masala mazima ya subra katika da'wa. Masala mazima ya subra katika da'wa. Sasa unaweza kushangaa da'wa ihitajike kwenye subra ihitajike kwenye da'wa, kuna mahusiano gani? Ndio, subra ndio muhimili mkubwa wa Uislamu wa mtu, kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi kwamba la sabra lahu la imana lahu man la sabra lahu, kwamba hana iman yule mtu ambaye hana subra. Sasa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anampa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ili ufanikishe kuna vitu lazima uvijue. Cha kwanza, fala tuti'il mukadhibin, usiwatii watu waongo. Kwa sababu gani? Hawa watu ukiwatii, waddu, wanatamani sana, lau tudhinu, lau ukaghafilika ukajisogeza kwao wao, fayudhinun, wakakufanyia madhara. Hii ni tahadhari kubwa. Namba moja pewa. Nyinyi wenda hamjui, lakini historia inaonyesha mashehe wengi waliuliwa, mitume wengi waliuliwa, walifanyiwa vitu, kufungwa, kuteketezwa, kupotoshwa, kupotezwa, yani kufanyiwa hila. Kwa nini? Kwa sababu tahadhari wakati unafanya kitu ambacho ni kizito yani inahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Na hata wewe na Uislamu wako usijiamini kwamba uko na amani.
lazima imani yako yani uitengenezee mazingira ya kuhifadhi. Kwa nini? Shetani anakuwinda, adui wa kibinadamu anakuwinda, jini anakuwinda, kila aina ya kukutoa katika njia sahihi, vyote huko viko kwenye mawindo na wewe. Kwa hiyo waddu law tudhinu fayudhinun, natamani hao watu ukagafirika ukajitoa kwenye mstari sahihi wakakuangamiza. Kisha akamwambia wala tuti kulla halafi mahin, na usiwatii wenye kuwapa sana waovu hao, hamazin, ambao wanatembea kwa kuramba visogo vya watu, mashaim binamin, kisha wanapenyeza habari upande kwenda upande mwingine. Si hivyo tu, watu ambao hutakiwi kuwafuata huko kwenye kazi zako, manna'in lilkhairi mu'tadin athim, watu ambao wanazuia katika khairi na ni wana uadui mkubwa na ni waovu, utullin baada dhalika sanin. Tulishia hapa katika kisa kilichopita. Hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume kuhusiana na bwana mmoja ambaye ilikuwa ni mwanajamii wa mtume, Al-Walid ibn Al-Mughira. Huyu bwana sifa 10 zilizotajwa, 9 alizihakiki, moja ikabaki wa kumpa uhakika ni mama yake. Kwanza ni mtu muongo, pili ni ana viapo vingi sana, muovu, anatembea anapenyeza taarifa upande kwa upande mwingine, na anaramba visogo, na anazuia katika khairi, na ana uadui mkubwa, na ni muovu sana. Yote hayo pia ni bakhili, lakini sifa ambayo ilimuumiza kuliko yote ni baada dhalika zani, kwamba baada ya hayo yote ni mtoto wa zina, kama ilivyokuja katika tarajum za ahlu tafsir, akiwemo Ibn Abbas radhiyallahu anhu anaeleza kwamba Al-Walid ibn al-Mughira alivyosikia sifa zote ambazo amesifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, zote anazo kwenye maisha yake, isipokuwa sifa moja ambayo hana uhakika wa kuihakiki, ambao ni sifa ya kuwa ni mtoto wa zinaa. Akashika panga akamwendea mamake akamwambia, ewe mamangu, Mtume amenisema sifa 10, 9 nimezihakiki kwenye maisha yangu nazo, lakini moja hii sina hakika, nipe uhakika. Lakini hapa pia ndugu zangu imani, nataka niambie kitu kimoja. Kama mtakumbuka tunasoma sura Tabbat yada Abi Lahab wa Tabba, katika vitu ambavyo ni vigumu katika historia ya Uislamu ni mtu kupewa laana akiwa yuko hai. Ambavyo je, huyu aliyepewa laana yuko hai, ikiwa ataongoka kuwa Muislamu, Qur'ani ndio itakuwa imeongopa au Qur'ani imepitisha moja kwa moja? Haya ni matukio ambayo yapo kwenye Qur'ani, ambayo ni pamoja Tabbat yada Abi Lahab wa Tabba. Mwisho Allah akasema fi jidiha hablum min masad. Na hizi sura hizi Tabbati ni sura za mwanzo kabisa kushuka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwa Makkah. Yani sura za mwanzo kabisa zinashuka kumzungumza Abu Lahab na uovu wake, na Allah akamwambia huyu mafikio yake ni motoni. Je, angekuja kusilimu huko mbeleni Qur'ani ingetanguliwa? La. Tayari hilo ni hukumu ambayo Allah tayari alikuwa akipitisha. Miongoni mwa watu hao ni pamoja na huyu bwana ambaye tunakwenda kumzungumza hapa, Al-Walid ibn al-Mughira. Akaenda kwa mamake akamwambia, mniambie kuhusu uhakika wa kuzaliwa kwangu, baba yangu ni nani? Mamake akamwambia, anakuambia mwanangu, uhakika wa historia kuhusiana na baba yako, huyo mzee Mughira, yeye hakuwa ni mtu ambaye anaweza kutungisha mimi, lakini yeye alikuwa ni mtu ana mali nyingi sana. Mimi ilibidi nijiongeze katika wafanyakazi wake hawa, nikamchagua mmoja nikalala naye, ndio ukapatikana wewe. Kwa hiyo huo ndio uhakika. Sasa tizama, lau kama huyu mtu angekuwa ni wa kuongoka, kwa nini asingeamini kwamba haya nimeambiwa na Muhammad, na Muhammad hakuwepo, mimi nazaliwa, Muhammad amezaliwa namuona, kwa sababu hawa walikuwa ni watu wazima. Lakini yeye kaja kupataje ukweli huu? Isingekuwa ni sababu ya yeye kusilimu, akaona kama nishajulikanwa hivi na nini sasa ambacho hakijulikani. Lakini kwa kuwa Allah alikuwa tayari ashamthibitishia kutokumtaka katika watu wake wa khair, mpaka mbele akasema, tutakuja kuona hapa, sanasimuhu ala al-Qurtum. Allah akamzungumza kwamba ni mtoto wa zina, lakini ankana dha malin wa banin, kwamba pamoja kwamba alikuwa ni mtu mwenye mali sana, alikadhalika alikuwa na watoto sana. Na hizi ndizo mali mbili ambazo mtu mwanadamu akiwa na moja ya hizi basi humwambiki chochote, na ikiwa mtu atazipata zote mbili
basi huyo ni kana kwamba anakuwa amemiliki dunia na vilivyomo. Kwa sababu riziki ya mali na riziki ya watoto, watu wengi wanafikiri labda riziki iko tu kwenye mali, mtu kupata uwepesi katika vitu akawa na pesa. La, laisa shartan an yakuna rizqu mali, si sharti kwamba riziki inakuwa ni mali. Qad yakunu rizqu imani, wa qad yakunu rizqu tiflan, wa qad yakunu rizqu waladan salihan au zawjatan salihatan au aishatan salihah. Yani riziki si sharti iwe ni mali, la, sharti inaweza kawa ni mtoto mzuri. Riziki yanaweza ikawa ni mke mwema. Riziki inaweza ikawa ni kupata kizazi ambacho ni kizuri. Riziki inaweza ikawa ni utulivu ulionao. Riziki inaweza kuwa ni imani ulionayo. Nyinyi kama mnaona haiwezekani, tizameni watu wawili tuwaozeshe tarehe moja wote, na wanawake wawe labda wako kwenye siku ambazo ni za hatari, kwa wataalamu wanavyoziita kwamba za kubeba ujauzito. Hawatu tuwaozeshe siku hii moja, kisha tuwarejee mwakani kwenye tarehe kama hiyo hiyo. Kunawezekana kuna mmoja atakuwa amepata mtoto, au wote hawajapata, au mmoja kapata mmoja hajapata, au wote hawajapata wote wamepata. Kwa nini? Riziki yako kuhusiana upande wa watoto wenda haiko hivyo. Watu hao baada ya mwaka mmoja tuwaongeze mke mwingine, manake wake wawili tuje kuwatafuta tena mwakani, kwa sababu mtu anaamini, japo hii ni imani ya kawaida kwamba mtu anapokuwa na wake wengi ndio ana uwezo wa kuzaa watoto wengi. Ndio, hiyo ni asbabu. Hiyo ni nini? Ni asbabu. Kwamba ili miongoni mwa sababu za kupata watoto wengi ni kuwa na wake wengi. Yani usitaki watoto 50 alafu na mke mmoja, wewe unataka kumuua sasa au kumsababishia matatizo, jambo ambalo ni zito. Sasa mfano ni kwamba uamini kwamba habari ya kizazi ni riziki. Kuna watu wa Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha, wameoa wake 2, 3, 4, lakini ukija kutizama idadi yake ya watoto ni 5, 6, 7. Lakini wengine wametosheka pengine na mke mmoja huyo, watoto 10 na tunao kwenye jamii yetu watoto 15, 16, watoto 20. Kwa nini? Kwa sababu ni riziki. Upande wa riziki yake katika kizazi Allah amempa hivyo. Kwa hiyo wewe huyu atakuwa nayo nyingi, wewe utakuwa nayo kidogo. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyoweka utaratibu wa kugawa kwake riziki. Upande wa mali, alikadhalika upande wa nini? Watoto. Sasa unakuta mtu mwingine amepewa vyote, alhamdulillah, watoto anao wa kutosha na mali anayo ya kutosha. Watu wa namna hii akiwa ni mu'min mzuri anatakiwa mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, japo ni wachache ambao wanaweza kutambua haya. Allah kamsema huyu kwamba ankana dha mali wa banin, pamoja na yote ni mtoto wa zina, hata kama alikuwa na watoto na mali. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, alivyokuwa akisomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala anasema hizi ni habari za watu wa kale, au hizi ni mashairi ya watu wa kale, kwamba si habari ambazo zinanihusu mimi kuzisikiliza. Ndugu zangu kitimani, mimi nataka niwaambie kitu kimoja, wallahi alazim, kitu ambacho kinashangaza mpaka sasa hivi. Kitu ambacho kinashangaza mpaka sasa hivi, bahati nzuri watu ambao wameishi wana miaka kama 40, 50, 60 wanaweza kujua washairi waliopita. Au sasa hivi kuna hii muziki iliyokuja, kuna kaswida, kuna upuzi mwingi ambao watu wanakuja nao kila siku. Ni upuzi kwa sababu Allah ameita hivyo, yani la upuzi. Mtu leo kama atatoa kitu chake, ni nyimbo yake, ni shairi yake, ni kitu chake atakachokitoa, ni hutuba yake, baada ya miezi, mwaka inapotea. Hivi nyinyi mnataka tujiulize mimi na wewe, ladha ya Qur'an tokea inashuka pale inaposomwa mpaka leo, mshasikia kwamba kuna sura sasa hivi kwenye Qur'an hazisomi. Kwa nini? Zimeisha, labda zimepitwa na wakati. Hilo jambo wala halitarajiwi kuwepo, kwamba suratul Baqara watu waliacha bwana. Kwa nini? Ukisoma unachoka, au watu haina tena. Wallahi alazim, kadri unavyozidi kujikurubisha kuisoma Qur'an ndio inakuwa na hamu na hamasa kubwa kuliko ambavyo unakuwa huisoma. Na maajabu, kila unavyopitisha siku kadhaa bila kuisoma, unapokwenda kuisoma kana kwamba ndio zimeshuka, hamu inakuwa ni kubwa, kama alivyosema al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala kwamba watazdaduhu watirdaduhu yazdadu fihi tajammula,
Qur'ani kila unavyoirejelea kwenye kuisoma ndivyo inazidi kuwa ni tamu na ni nzuri mno. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Lau kama mtasikiliza watu ambao ni wasomaji wa Qur'ani sana sana na mtu ambaye si msomaji sana wa Qur'ani, utamu wa Qur'ani hizi mbili zinatofautiana. Pamoja kwamba hujui maana yake, lakini utamu wa haya maneno mawili haya au sauti mbili au wasomaji hawa wawili inatofautiana. Kwa nini? Watirdaduhu, kuirejelea kuisoma sana, kuirudia rudia, yazdadu fihi tajammula, inazidi kuwa ni tamu. Kadhalika Allah anasema walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudhakkir, kwamba hakika tumeiteremsha Qur'ani, lengo ni kukumbuka, kujikumbushia nani anataka kukumbuka. Kwa hivyo ndugu zangu ni kitimani, masala ya Qur'an inapokuja kwenye hukumu zake, inapokuja kwenye kusomwa, inapokuja kwenye maelekezo, kama mu'min muislam anatakana ahisi kwamba jambo hili ni lake, asiseme hawa walipita. Ni huu mfano tunataka kutoa, aseme haya yalikuwa ni miaka hiyo. Si miaka hiyo, hata miaka hii ya leo. Idha tutla alayhi ayatuna, baadhi ya watu hata kwa jamii yetu wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, qala asatirul awwalin, wanasema hizi ni habari za watu waliopita. Yani kana kwamba mtu anahisi Qur'ani yeye kwake kwa muda huo haifai. Baadhi yetu, Allah tusame, mtu anapokuwa yuko kwenye hali fulani anakuambia mambo ya Qur'ani subiri kwanza. Wallahi alazim, hili ni tatizo. Wama kana almu'min wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina, kwamba haitakikani kwa muumini wa kike wala wa kiume, Allah anapohukumu jambo lolote limekuja katika hukumu za Allah, kuwa na khiyari. Kwa nini? Kwa sababu una khiyari nini wakati aliyekuhukumu ndiye aliyekuumba? Habari za kusema unajua hii Qur'ani ilimzungumza mtume, la. Ziko kanuni nyingi sana katika tafsir kwamba al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sabab, kwamba mazingatio ni kutokana na neno lilivyobeba maana, si sababu ya kile kilichosemwa. Kwa sababu lao kama itakwenda hivi, basi ziko aya ambazo zitafanya kazi kwa wale waliopita, kama ilivyo ayati nyingi sana kama ayatu dhihar, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, kama aya ilivyo ya mume atakapofika pahala kumuona mkewe kama mama yake au kama dadake, hukumu iliyo kisheria, ukamtamkia mkeo kwamba wewe ni kama mamangu tu, au sina hamu na wewe, nakuona kama mamangu, ni neno dogo, halichukui dakika, lakini hukumu yake fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabla an yatamassa, hukumu ni kufunga miezi miwili mfululizo kabla hujamgusa huyo mwanamke uliyemwambia hayo maneno, au kufunga siku 60, au kuwalisha maskini, au kuacha mtumwa ambaye yuko huru, na hukumu nyingine nyingi ambazo zinaambatana na masaili kama haya. Maneno machache sana, lakini hizi zilishuka kwa nani? Khawla bint Tha'lab, kama ilivyokuja katika tarajim. Zimeshuka kwa mwanamke mmoja huko kwa mtume, lakini hizi ziko mpaka kiyama, na hizi tabaki kuwa ni zenye kusomwa mpaka pale ambapo ila yaritha Allahu al-ardha wa man alayha. Allah akasema sanasimuhu ala al-khurtum, kwamba huyu bwana huyu tuliyetoka kumsema hapa tutamweka alama katika pua lake, ambao alama hii ni alama ya mnyama, kama walivyosema ahlul ilm, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ay sanasmu ala al-khurtum ay sanaj'al lahu alamatan ala anfi, kwamba tutamweka alama kwenye pua lake. Na cha maajabu katika vita ya Badri, vita ambayo inafahamika katika historia ya Uislamu, vita ambayo ilikuwa ni fariq baina al-haq wal batil, vita ambayo Waislamu walifanya jambo kubwa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawapa miza, akawapa aina ya kipekee kutokana kazi kubwa walioifanya. Bwana Walid ibn Mughira huyu katika vita Badri akapigwa panga kwenye pua lake, kisha hiyo alama amebaki nayo mpaka nakufa. Sasa tizameni haya maneno yanasemwa sanasimuhu ala al-khurtum, ni Makka huko, vita ya Badri imekuja kupigwa na Madina, yani ni miaka kadhaa imepita, ahadi inakuwepo kwamba huyu miongoni mwa vitu tutakapokuja kumfanyia ni kumweka alama kwenye uso wake, na kweli ikaja kutokea. Miongoni mwa ahadi zilizokuwepo ni katika surati Rum, baina ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, yani kuna ahadi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliziweka kwenye Qur'an, zilikuwa hakuna wa kuzitengua, ni mpaka zitimie. Miongoni mwa hivyo ni kuhusiana na vita ya Fursi na Rum.
Rejeni katika surati Rum, Allah anazungumza haya. Akasema leo Warumu wamepigwa, lakini na wenyewe baada ya miaka kadhaa watafanyaje? Watapigwa. Kwa mujibu wa riwayati, siku ya vita ya Badri, Mtume sallallahu alaihi wasallam analetewa taarifa kwamba huko baina ya Warumu na Wafurusi, huko vita imepigana na watu fulani wameshinda. Allah kwa mujibu wa ahadi yake, wa yawma idhin binasrillahi wa yawma idhin yafrahu almu'minun, kwamba na siku hiyo kutokana na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio siku ambao waumini watafurahi, na kweli wakawa wamefurahi kwamba ni ahadi. Sasa na ahadi kama hiyo ni hapa kwamba sanasimuhu ala al-khurtum, kwamba huyu bwana tutamtia alama ngeo maalum kwenye pua lake, ambayo hii itamtofautisha na itamfanya kuwa ni wa kutwezwa katika jamii. sanasimuhu ala al-khurtum ay sanakhattimu anfahu bisayf fanaj'al dhalika alamatan baqiyatan ala anfihi ma 'ash wa qad khutma anfuhu yawm badr, kwamba huyu mtu pua yake ilipigwa ikakatwa siku ya Badr, kama alivyopokea al-Imam Tabari katika tafsiri yake. Wa kunniya anil anfi bil khurtum, na kabadilishiwa jina sasa baada ya kuitwa bwana Walid, yule mtu wa khurtumu, yani mtu mwenye, na asili ya neno khurtum ni kama mapua ya nguruwe. Mapua ya nguruwe yale ndio asili ya nini? Ya khurtum. Sasa akaibadilishiwa jina baada ya aitwa Walidi, mtu mwenye heshima, akaitwa mtu wa mapua ya nguruwe. Ni udhalili huu, na kama wengine wengi, kama Abu Jahal pia alibadilishiwa baada ya kuitwa Abul Hakam akaitwa Abu Jahal, kwani kutokana na alichomfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah akasema inna balawnahum kama balawna ashabal janna. Anaeleza kisa chengine baada ya kumalizana huyu bwana, anaeleza inna balawnahum, kwamba hakika sisi tumewapa mtihani watu wa Makka, kama balawna ashabal janna, kama tulivyowapa mtihani watu wa bustani fulani. Idh aqsamu la yasrimunha musbihin, walipotia azma kwamba tutaenda shambani kwetu asubuhi mapema tukaenda kufanya jambo fulani. Hichi ni kisa ambacho pia kimepokelewa katika miongoni mwa visa ambao baadhi ya ahlul ilm wanairejesha katika enzi za nyuma katika mji wa Yaman, kama ilivyokuja katika sura 7 kwamba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yamin wa shimal, kwamba Allah anatoa taarifa hakika imekuwa ni alama tosha kwa watu wa Saba, kuwa ni tangazo na angalizo. Jannatani an yamini wa shimal, walivyokuwa na mashamba mawili kulia na kushoto, mashamba yamejaa, yanang'aa, yana kila aina ya matunda na aina ya chakula wanachokitaka. Lakini fakafaru bi an'amillah, wakakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wakabadilishiwa chakula, wakabadilishiwa matunda, ikawa hakuna matunda mazuri yaliyobaki isipokuwa ni matunda machache na ambayo hayaliwi. Matunda ambayo ni machache ambayo hayaliwi. Hivi mnataka mnaambie mtu anaweza akawa na hamu ya kula matunda akenda akatafuta mbilimbi huku hazifahamiki? Mbilimbi mnazijua Waislamu? Ni aina ya matunda lakini machache kweli kweli, unakula lakini unafumba jicho. Au aina ya matunda ndimu, yani kwamba sasa hatuna matunda, sasa hivi tuna ndimu tu. Ndimu mnaijua? Mtu anywe glasi ya ndimu hapa, utaona atakapokaza macho. Au sasa matunda maisha imebaki aloe vera. Aloe vera mnazijua, nafikiri tunazijua wote, aloe vera nkakazi, kwamba haya ndo tumekosa matunda, hayo ndo matunda tuliyobaki nayo. Ndio kilichowatokea watu wa Saba, walikuwa na mambo mazuri na kila aina ya kitu kizuri ambacho mwanadamu anakihitaji walikuwa nacho, lakini walivyomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala akawabadilishia matunda mengi, akateketeza, akaacha machache, lakini machache ambayo ni machache. Limao hizi, ndimu, viembe, vidakwa vile, hata ukatia chumvi bado hakiwi kitamu, na matunda mengine ambayo ni mabovu au ni hayaliwi katika hali yake ya kawaida. Sasa Allah anatoa mfano na kuwakumbusha watu wa Makka kwamba inna balawnahum kama balawna ashabal janna, kwamba hawa watu wa Makka tumewapa mtihani kama tulivyowapa mtihani watu wa bustani. Idh aqsamu la yasrimunha musbihin, walivyokula kiapo au walivyokubaliana kwamba tutakwenda asubuhi katika shamba. Watakachokwenda kufanya ni nini? Wala yastathnun, na wala hawatotenga fungu maalum kwa ajili ya watu maalum. Hichi ni kisa ambacho kinaeleza kwamba katika watu wa Yaman
mzee mmoja ambaye yeye shughuli yake ilikuwa ni ya kilimo. Alipokuwa akivuna, kwanza anatoa fungu kwa ajili ya wasiojiweza, maskini, kama tutakavyokuja kuona. Lakini anatoa fungu kwa ajili ya kurudi shambani na fungu kwa ajili ya yeye kula. Akawa na watoto wale mzee wao alivyokufa, sasa wakawa na hima kwamba kesho asubuhi, kwa kuwa baba amekufa, leo tunaamkia shambani. Cha kwanza tutakachokifanya, wale maskini ambao wanakuja ili wapewe chakula, kesho tunawafuta, tutawafukuza. Chengine, zile haki zote ambazo baba alikuwa akizifanya tunazitoa. Na hapa ndio ule wasia ambao huwa tunapenda kuambizana ndugu zanguni kitimani. Baadhi ya kheri, kwa kuwa bado uko hai, zifanye mwenyewe. Usiwe na imani na watoto, wallahi alazim. Ni fitna. Sikwambii kwamba msiwapende watoto wenu, la, wapendeni. Lakini imani kwamba mimi ngoja nisifanye watanifanyia, wallahi kwenye kundi la wanaume 100 basi ni 2 ambao wanakuwa na watoto wa aina hiyo. Tazama ni kisa hichi. Idha aqsamu la yusrimunha musbihin, walipokula kiapo kwamba wallahi tutaamka asubuhi mapema, tutakachokwenda kukifanya cha kwanza nini, wala yastathnun, hawatotenga kundi maalum la hawa walikuwa wanapewa na baba yao. Sababu huyu mzee utaratibu wake alivyokuwa akiingia shambani asubuhi, anakuta tayari maskini wamejikusanya shambani kwake, huyu apewe hiki akale, huyu apewe hiki akale, huyu apewe hiki. Sasa wale wakawa wanaona yale kwamba baba hapa kwa nini afanya hivi? Sisi hili shamba tukishalimiliki tutahakikisha hakuna anayekuja hapa. Ndio mfano huu wetu sasa hivi kwenye mali zetu na familia zetu. Kama ni kheri ifanye mwenyewe, kama ni sadaka ifanye mwenyewe, kama ni ibada ifanye mwenyewe. Habari kwamba unajua mimi nimezaa bwana, watu tumezaa bwana, tutafanya wakutufanyia, tutapata wakutufanyia. Wallahi kwenye kundi la watu 100, 2 ndio wanapata hiyo bahati, lakini wengi wanakuwa hawezi kuifanya. Fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum naimun. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta gharka katika ile shamba. Fatafa alaiha taifun, akaleta gharka, akaleta adhabu katika shamba la wale watu ambao wao walikuwa na azma kwamba kesho asubuhi tunaamka mapema. Fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum naimun, likaja gharka, ikaja angamizo la moto likaunguza shamba lote, wa hum naimun, ili hali wao wamesinzia. Fatanadaw musbihin, walipopambazukiwa asubuhi wao wakaitana kwamba anighidu ala harthikum in kuntum sarimin, kimbieni shambani kwenu ikiwa mnataka kwenda kuvuna. Kimbieni haraka, nendeni shambani tukavune, kwa sababu tuwahi wale wa maskini kabla hawajaja, wale ambao baba alikuwa amewazoesha kuwapa, tuwahi kabla hawajaja tukavune haraka sana tuweze kutumia katika vitu vyetu. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, wakaelekea ili hali wao wanaambizana wao kwa wao, alla yadkhulanna al-yawma alaykum miskin, kwamba leo asiingie miskini katika shamba lenu. Hakikisheni kabisa, dhibitini mipaka yote, hakuna maskini wowote kuingia katika shamba letu hili. Tuzangu katika imani hii, ndio hali ya watoto ambao tuko nao katika majumba yetu. Huwa nauliza swali ambalo huwa ni gumu kidogo, na watu wengi kulifanyia kazi ni vigumu au ni zito, na kikweli ni zito. Wewe kama unataka kujua aina ya watoto unao, Allah akikuwafikisha kwenye vikao ambavyo mnapenda kukaa na watoto, au kama Allah anawafikisha unapatana nao labda kwa miezi kadhaa, unakutana nao unakula nao chakula kimoja, waulize tu maswali ya mtego kwamba bwana, sasa hapa naomba mtesti kuniswalia, na lala hapa mniswalie nikiwa nimekufa, uone. Ni kitu kidogo sana ambacho hakichukui masaa. Yani ujilaze kwamba sasa bwana, mimi hapa kunavyoona wanangu mimi naweza nikawahi kufa. Sasa mimi nataka nitoe maagizo. Maagizo gani baba? Nataka nilale hapa nione katika nyinyi nani ataweza kuniswalia, au nataka nione nani katika nyinyi ana uwezo wa kuniswalia. Iwapo nitafanyaje? Nitakufa. Na uambie niswalini kwa sauti nisikie. Aje takbira ya kwanza usikie, aje takbira ya pili, aje ya tatu, aje ya nne, mpaka atoe salamu usikie. Uje uone watu wanavyokimbia kwamba mimi hapana, mimi siwezi. Sasa mtu kama hili ni gumu, na asilimia kubwa, isipokuwa wachache, kwa sababu alhamdulillah simazishi tunakwenda sana, tunaona mara chache sana unakuta watoto wa marehemu hata hawana mpango, yani wale hawahusiki hata kwenye msiba. Wako huko wanalia huko, wengine wako huko sijui anashughulikia chakula sijui nini.
kwenda kumswalia kitu ambacho ni muhimu, hawako kwenye safu. Anasubiri siku ya 3 aje achinje, aje apike chakula watu wale. Anasubiri siku ya 40 akusanye umati. Mimi nataka niseme huu ni upuuzi na si malezi haya, na wala usijisifie kama uleaji wako ndio huu. La, hujaacha mtu wewe, bado huna mtu wa kuacha. Mwambie niswalie kwa sauti nisikie, aswali, apige takbira ya kwanza, asome sura al-Fatiha, asome Allahumma salli, apige ya 3, asome dua anayosomewa maiti, apige ya 4, uone anatoa salamu anafanyaje. Mwambie sawa wanangu, na hizi dua ni kama ilivyo kipaumbele kwa ahlul ilm, wanaeleza kulingana na ukaribu wa mswalishaji nao kwa yule mtu. Ndio maana pia mimi nasema wallahi la tujitahidi Uislamu, tusome vitu vidogo vidogo hivi. Ujue lau kama ni mkeo anatangulia, umswalie wewe. Hakuna anayemjua mkeo zaidi yako wewe. Kama ni mama yako, kama ni baba yako, wewe ndio una huruma naye. Wewe kama ni kaka, wewe ndio una huruma naye. Kuja shekhi kutoka huko alikotoka na kuja hata sura hamjui. Wewe unayemjua, ambaye unajua kila alama ya mwili wake, eti huwezi. Huu ni udhaifu tuko nao, na hatuwezi kujisifia kwamba tumeendelea katika hali kama hii. La, ukiona wamekuswalia kwa sauti kabisa, mshukuru Allah kwamba hawa niliowaacha kama wameweza kuniswalia, basi hata khairi nyingine wanaweza kunifanyia. Wazee wengi wameshindwa kufanya ibada ya haji wakitaraji kwamba katika watoto wao wanaweza kufanyia haji. Watu wengi wameshindwa kulipa madeni yao wanayodaiwa kabisa, madeni haya ya pesa, ya vitu, wakitaraji kwamba katika watoto wao ndio watakaweza kutendewa. Siku si nyingi hapa za watoto wanakwenda kugawiwa, wanasema baba angejua kama hili deni ni muhimu angelilipa mwenyewe. Samahani, mitihani ambayo tuko nayo. Tukisema katika vipengele kama hivi, insha Allah, hichi ni kisa kirefu kidogo, tutakuja kuendelea kukielezea katika darasa lijalo, lakini cha kuzingatia ni hali ya mzazi na watoto. Hali ya mzazi na watoto si hali ya kawaida. Mzee ambaye alikuwa tamaduni yake akiamka asubuhi anakwenda shambani, anavuna mavuno ya kwanza, anawapa maskini waondoke, mavuno ya pili ni kwa ajili yake, na anatunza kwa ajili ya shamba lake. Na imekuja katika hadith, sikumbuki rawi hii hadith, lakini katika nasu ya ile hadith kwamba mmoja katika masahaba ilisikika sauti, Allahu a'lam ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana nasema sijadhibiti vizuri hadithi hii. Mvua inaambiwa kwamba isqi hadiqata fulani, kwamba wewe mvua kanyeshe kwenye shamba la mtu fulani maalum Madina pale. Kwa nini? Kwa sababu alipokuja kufuatiliwa yule bwana, una siri gani na shamba lako? Asema mimi shamba langu liko katika magawanyo matatu. Kigawanyo cha kwanza ni mimi mwenyewe nakula, cha pili kinaenda kwa Allah, cha tatu kinarudi shambani. Kwa mantiki hii Uislamu, alhamdulillah, sasa hivi tunakwenda kuvuna yale ambayo tutayavuna. Sijui katika mipango tulionayo katika kile ambacho tutakivuna Allah yumo. Kurudi shambani hiyo ni asilimia kubwa. Mtu anavuna milioni, pata milioni 10, 20, anatenga basi robo ya hizi pesa zitarudi shambani zikajitengenezwa. Wanasema shamba lijitengeneze lenyewe. Lakini je, Allah umo ana fungu? Kama Allah hana fungu, wewe wataraji vipi tena akutengenezee mambo mazuri mwakani, yawe mazuri zaidi ya ilivyokuwa mwaka huu? Hapa tunatakiwa tujifunze, ndugu zangu kitimani. Kila mtu achukue tahadhari, kila mtu ahisi anayo haja ya kutaka kujitoa katika tatizo hili. Tatizo lenyewe lipi? Katika masala mazima ya kujifanyia akhira yako, pambana wewe mwenyewe. Alhamdulillah, neema ya watoto ni neema ambayo inatakikana sana na kila mtu, na hii ndio maana unaona kila siku ndoa zinafungwa, kila watu wako leba huku, kila siku wanapambana kuijaza dunia. Lakini katika hayo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe kheri na baraka na mazuri ambayo yanakuja akiwa yako kwenye migongo ya hawa watoto wetu ambao tunatafuta. Insha Allah tumeishia kwenye aya kwamba alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin, nasaha ambazo walipeana hawa watoto wakati wanakimbia kwenda shambani, kwamba alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin, kwamba jamani, fanyeni haraka kuingia shambani ili asiingie maskini leo. Habari ya maskini imeisha jana, tokea siku tuliyomzika baba yetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barrul karim.